Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Uhusiano, Rahma Rihadhi Kisuo ameyataka mashirika na taasisi mbalimbali nchini kuacha urasimu wa kupokea vijana kwa ajili ya mafunzo ya uzoefu wa kazi pamoja na ajira za kudumu. Kisuo amesema hayo leo jijini Dar es Salaam alipokutana na wadau wanaotekeleza mafunzo ya uzoefu wa kazi. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi. Ndugu washiriki, pamoja na yote haya ya mafunzo, ya umuhimu wa mafunzo na mengineyo, kuna changamoto kadha wa kadha ambazo tunazipitia sisi tukiwa kama wizara na ninyi mkiwa kama wadau wetu. Changamoto ya kwanza ni urasimu kwa baadhi ya taasisi kutuwekea ugumu wa kupokea vijana kwa ajili ya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Urasimu huu unakwamisha upatikanaji wa nafasi hasa kwa vijana wahitimu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Mnapotoa matangazo yenu ya kazi mnasema tunataka uzoefu wa watu wa miaka 2, miaka 5 na kadhalika. Sasa mnaposhindwa kuwapokea vijana hawa, sidhani kama mtapata sasa vijana wa kuweza wenye uzoefu huo. Changamoto ya pili, matarajio makubwa ya vijana ukilinganisha na uhalisia ambapo wengi hupendelea kufanya mafunzo katika mashirika makubwa yenye majina wakitarajia kulipwa au kupata ajira baada ya mafunzo. Sasa hilo ni tatizo la vijana wetu, naamini tutasema nao kabla ya kuwapeleka kwenye mafunzo. Lakini la tatu, na hili ni nyeti, wazungu wanasema sensitive, na linatuletea mtabu kidogo huko nje kwa bahati mbaya. Kutotoa ajira za kudumu kwa vijana hawa, mnapotoa nafasi za ajira za kudumu badala yake mnachukua ajira kutoka nje. Yaani tayari una kijana kwenye mafunzo, amekaa miaka 2 maskini, amefanya kazi hapo ya kujifunza, lakini ajira zinapotoka mnachukua ajira watu kutoka nje. Hawa ambao wapo kwenye mafunzo tayari na washapata uzoefu kutoka kwenu mnawaacha. Hiyo inavunja sana moyo. Hiyo ni changamoto ya tatu katika changamoto tatu ambazo nimesema nitazitaja tunazokutana nazo. Ndugu washiriki, napenda kutoa wito kwa wadau wote, hususan waajiri wa taasisi mbalimbali, kuondoa urasimu. Tupunguze urasimu jamani, usiokuwa na lazima katika kuwapokea vijana kwa ajili ya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati ili kukabiliana na changamoto hii, ikiwemo kuanzisha na kuimarisha programu ya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Lengo kuu la programu hii ni kuwawezesha wahitimu kupata uzoefu wa kazi, ujuzi na stadi za kazi, maadili ya kazi na uelewa wa mazingira halisi ya kazi ili kuandaa kwa ushindani uliopo katika soko la ajira ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, programu hii isingeweza kufanikiwa bila ushirikiano wa karibu kati ya serikali na waajiri. Nyinyi waajiri mmekuwa nguzo muhimu. Kwa kufanya hivyo, mmekuwa sehemu ya suluhisho la changamoto ya ajira nchini. Ndio maana mkutano huu wa leo umeandaliwa kwa malengo mahususi yafuatayo. La kwanza ni kutambua na kuthamini mchango mkubwa wa waajiri waliofanya vizuri katika utekelezaji wa programu ya internship kwa kukabidhiwa vyeti vya shukrani na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Pili, kupata jukwaa la pamoja ili kujifunza, kubadilishana uzoefu na kuimarisha utekelezaji wa programu hii ili iwe jumuishi zaidi, yenye tija na inayokidhi mahitaji ya soko la ajira linalobadilika kwa kasi. Na tatu, kutoa wito kwa waajiri wote nchini kuongeza wigo wa kutoa fursa mpya za mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa vijana wetu. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, kwa kuhitimisha hotuba yangu, ni matumaini ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, baada ya majadiliano ya kina na ya kujenga, tutapokea maoni na mapendekezo yatakayoimarisha zaidi utekelezaji wa programu hii ya mafunzo ya uzoefu wa kazi hapa nchini, pamoja na fursa mpya zisizopungua 5,000 za mafunzo ya internship kuanzia leo. Kwa heshima kubwa sasa, napenda kutumia fursa hii kukukaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri ili uweze kuendelea na ratiba ya tukio hili.